kama tulivyokuwa tumetangulizwa kuhabarishwa na Allah tabaraka wa taala, watu ambao Nabii Allahi Luti alitumwa kwao walikuwa watu wakorofi, watu mausati, waliopindukia mpaka Allah tabaraka wa taala akawapeleka malaika ili kumnusuru Nabii Allahi Luti. Lakini malaika hawa walikuja katika sura ya vijana mabarobaro wa kiume, na hili ndio lilikuwa tatizo lao watu wa Luti alayhi salam. Kwa hivyo Allah akatupa maelezo, wajaahu qaumuhu, watu wa Luti walikuja nyumbani kwa Nabii Allahi Luti. Wajaahu qaumuhu, hili neno qaumuhu kama kwamba ni watu wazuri, lakini wale watu ambao Nabii Allahi Luti amepelekwa kwake, hata kama wakiwa wakorofi bado ni watu wake. Na ndiyo maana aya inatusimulia hivyo, wajaahu qaumuhu, Luti alijiliwa na watu wake wakorofi, watu wake wenye viburi, watu wake wenye fuhshi iliyopindukia mpaka. Yuhrauna ilaihi, walikuja kama wanasukumwa, wanapelekwa mbio mbio kuja nyumbani kwa Nabii Allahi Luti. Taarifa waliipataje? Taarifa waliipata kutokana na mwanachama wao aliyokuwa anaishi nyumbani kwa Nabii Allahi Luti, kwa maana ya mke wa Luti. Yeye alikuwa na mafungamano na mahusiano na wale wakorofi. Kwa hivyo ujumbe wowote unapokuja kwa Luti, watu wanapata habari kwamba kwa mzee umeshaingia ugeni. Kwa hivyo walikuja kwake, yuhrauna ilaihi, kama kwamba wanasukumwa, kama kwamba wanafukuzwa, ilaihi, kuelekea kwa Nabii Allahi Luti. Allah anatuambia wa min qablu, na kabla ya tukio hili la kuja kufanya utovu wa adabu mbele ya hawa malaika wa Mwenyezi Mungu, kanu yaamaluna sayiati, maisha yao siku zote wamekuwa ni watu wa kufanya matendo machafu. Kanu kwa maana ya istimrari, mwenendo wao, maisha yao, kawaida yao, wao ni kufanya matendo machafu. Kanu yaamaluna sayiati, walipofika mafisadi hao, walipofika wakorofi hao, qala, Nabii Allahi Luti alizungumza na watu wake. Wakati anazungumza nao alikuwa kashafunga milango na wale wageni kawatia ndani. Anazungumza nao kupitia dirishani, anawaambia jamaa zake, anawaambia ya qaumi, enyi ndugu zangu, haulai banati, hawa hapa watoto wangu wa kike, hawa watoto wangu wa kike, hunna atharu lakum, hawa ndiyo halali kwenu, hawa ndiyo aliyowahalalisha Mwenyezi Mungu. Mume anapotaka kukidhi matamanio yake na shahawa zake, basi shahawa zake akidhi kwa mwanamke, na mwanamke anapotaka kukidhi shahawa zake azikidhi kwa mwanamume, katika utaratibu ambao Allah tabaraka wa taala ameuweka. Inna khalaqnakum min nafsin wahida, anasema subhana ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min nafsin wahida wa khalaqa minha
zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah tabaraka wa taala alimuumba baba yetu Adam, alafu Mwenyezi Mungu akaona Adamu yumpweke, hikma zake Allah subhana akamuumba mwenza wa Adam ambaye ni mwanamke. Kupitia mwanamke huyo na mwanamme huyo, Allah subhanahu wa ta'ala ameujaza ulimwengu. Kwa hivyo anawaambia, haulai banati, hawa watoto wangu wa kike, hunna atharu lakum, hawa ndiyo halali kwenu, hawa Mungu amewahalalisha kwenu. Fattakullaha, basi muogopeni Allah. Kwa sababu hiyo, yani fa'u sababia, kwa sababu kuwa hunna atharu lakum, hawa watoto wa kike ndio halali kwenu. Fattakullaha, basi muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Tekelezeni kukidhi matamanio yenu kwa hawa aliyowaumbia Allah, hiyo ndiyo takwa. Fattakullaha, basi muogopeni Allah, kidhini shahawa zenu kwa wanawake. Wala tuhuzuni, na leo wamekuja wageni hapa, tafadhalini ndugu zangu, naomba msinihuzunishe fi dhaifi, katika wageni wangu hawa, naomba watunzieni heshima, msinifedheheshe. Alaisa minkum rajulun rashid, hivi katika nyinyi hakuna hata mtu mwenye busara, mtu ambaye akizungumzwa maneno ya maana anaweza kuyazingatia? Haya maneno anayauliza Nabii Allahi Luti, kuwauliza wakorofi hawa ambao Mwenyezi Mungu karibu yake kamtihani kwa kumpa unabii kwa watu wakorofi kama hawa. Alaisa, anawauliza hivi, hakuna katika nyinyi, minkum, katika nyinyi, hata kama msiwe wote, minkum, katika baadhi ya nyinyi, hayupo rajulun rashidun, mtu ambaye akili zake ziko sawa, mtu ambaye akiwaidhika anafahamu, mtu ambaye akiambiwa Mungu kakataza hili anaelewa, mtu ambaye akiambiwa Mungu kakuumbieni hapa anafahamu. Alaisa minkum, katika baadhi yenu hakuna rajulun rashidun? Hili suala analiuliza Nabii Allahi Luti. Qalu, wakamjibu jamaa zake, laqad alimta, wallahi kwa hakika unafahamu. Laqad alimta, Luti wallahi unafahamu, ma lana fi banatika min haqqin, sisi hatuna mahitaji na watoto wako wa kike. Ili unalifahamu vizuri, kwa maana usituzungushe, usitusumbue, ujio wetu unajua tunahitaji nini. Subhanallah, mijitu mikorofi, mijitu iliyokuwa haina haya, mijitu isiyomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanasema laqad alimta. Qadi ikiingia katika fi'lu madhi ina maana ya tahqiqi. Kwa hivyo wao wanasema kumwambia mtume wao, kwa hakika Luti, unajua nini tunachokihitaji hapa nyumbani kwako. Laqad alimta, kwa hakika wallahi unafahamu, ma lana fi banatika min haqqin, sisi hatuna haja ya watoto wako wa kike. Wa innaka, kwa hakika, nuni taukidi na kafu ya khitab na lamul muzahalaka, hivi vyote vinatia nguvu. Wa innaka, na kwa hakika Luti, la ta'lamu, wallahi unafahamu, ma nuridu, nini tunachokitaka. Tupe nafasi tuonane nao wageni waliokuja.
Haya ndiyo majibu ya mataghuti, haya ndiyo maneno ya mataghuti. Nabii Allah Lut anasema qala lau anna li bikum quwa, natamani ningelikuwa na nguvu ya nyinyi kuwadhibiti, au awi ila rukunin rashid, au nikapata mahala pa kukimbilia penye watu wenye nguvu au penye nguzo madhubuti, nikawa salama na wageni wangu. Nyinyi sio watu wa kuweza kuishi na mimi. Anasema maneno haya Lutu kwa masikitiko makubwa. Tayyib, qalu, wanasema jamaa zake, laqad alimta, wallahi kwa hakika unafahamu, ma lana fi banatika min haqqin, sisi hatuhitaji watoto wako wa kike. Ay qala lahu qaumuhu, watu wake walimwambia Luti, laqad alimta ya Lut, umefahamu vizuri Luti, ma lana fi nisai min arbin, sisi hatuna haja ya wanawake, sio shida yetu. Walaisa lana raghabatan fihinna, sisi hatuna mapenzi na wanawake, hatuna hisia nao kabisa. Wa innaka la ta'lamu, na kwa hakika yako wallahi unajua, ma nuridu, hapa tumekuja tunataka nini, wewe unajua. Aiwa anta ta'lamu ghardana, unalijua lengo letu. Wa huwa itiyanu dhukuri, nalo ni kuwaingilia wanaume. Sarahu lahu, walimwekea wazi mtume Luti, bigharadhihimul khabith, lengo na madhumuni yao machafu kabisa. Qabbahahumullah, Mwenyezi Mungu awabayushe, Mwenyezi Mungu awaweke mbali na rehema zao. Watu wakorofi kama hao hawakumuheshimu Mola wao, wameshindwa kumuheshimu hata mtume wao, wakampa hadhi na heshima kwamba huyu ni kiongozi wetu wa dini na hawa ni wageni wake. Watu wabaya kabisa. Qabbahahumullah, Mwenyezi Mungu awakabihi. Qala, hapa Lutu ndipo aliposema, lau anna li bikum quwa, natamani ningelikuwa kwa ajili yenu, kwa sababu yenu na ukorofi huu mnaoufanya, nilitamani niwe na nguvu. Ai lau kana li quwa, lau ningelikuwa na nguvu mimi, astati'u an adfa'a adhakum biha, ya kuweza kuyaondosha maudhi na makero yenu kwa kutumia hizo nguvu. Sasa ingelibidi sio tena hoja ya ile hoja ya yani wanasema hoja ya nguvu na hoja ya nini, na nguvu ya hoja basi mimi ningelitumia hoja sasa ya nguvu, sasa ubabe. Kama ningelikuwa nayo nguvu sasa ningelikuonesheni ubabe, lakini nyinyi mijitu, mimi nitapambana vipi na nyinyi? Anawaambia hivyo watu wake, watu wakorofi, watu wajinga, watu wapumbavu. Baada ya miaka hiyo ambayo watu hao hatimaye waliangamizwa, wamekuja kutokea watu wengine leo, eti wengine wanapatikana mpaka katika ardhi ya Zanzibar. Asili yake tunaisema ilikuwa ardhi tukufu kabisa, ardhi ambayo Uislamu ulifika zama nyingi sana, ardhi ambayo kwa ukanda wa Afrika imetoa wanawazuoni wakubwa sana. Lakini ardhi hiyo leo wanatoka watu eti wanadai haki za kibinadamu. Miongoni mwa haki hizo, waruhusiane wawe na ndoa wenyewe wanavyoziita za jinsia moja, wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume. Eti wanatokea watu
waliozaliwa katika ardhi takatifu kama hiyo, alafu wanakuja kudai mambo kama hayo. Qabbahahumullah, Mwenyezi Mungu awaweke mbali na rehma zake watu hao. Tunafahamiana? Tai ndio anasema mimi ninatamani lau ningelikuwa na nguvu nikaweza kuwasukuma kwa kupitia nguvu ambayo Allah mtukufu subhana angelikuwa amenipa, au nikapata mahala pa kwenda kukimbilia, ndio au awi ila rukunin shadid ay aljau ila ashiratin, nikakimbilia katika jamii, au ansarin, au watetezi, tansuruni alaikum, watakaonisaidia mimi ili niweze kuwashinda wakorofi nyinyi. Wajawabu lau, na jawabu ya hiyo lau iliyo katika aya lau anna li bikum quwwa, jawabu ya lau mahadhufu, takdiruhu, makadirio ya jawabu hiyo, labatashtu bikum, ningeliwavamia na nisingelimwacha hata mtu mmoja, kwa sababu ni nyinyi watu msiokuwa na maana wala faida. Wa fil hadithi, katika hadithi ya Bwana Mtume sallama, mtume wetu anasema rahimallahu akhi Luta, Mwenyezi Mungu amrehemu ndugu yangu Luti. Lakad kana ya awi ila rukunin, alikuwa Luti, lakad kana, kwa hakika alikuwa, ya awi, anategemea, ila rukunin, katika nguzo, shadidin, nguzo iliyokuwa madhubuti. Kwa maana hapa yuridu sallallahu alayhi wasallam anna Allaha kana nasirahu, kwamba nguzo madhubuti Mwenyezi Mungu alikuwa ndio nasiri wake, mtetezi wake, wa muayidahu, na mwenye kumsapoti, fahuwa rukunuhu shadidu wa sanaduhu alqawiyu. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala ilikuwa ndiyo nguzo wake, ilikuwa ndiyo mategemeo yake. Nini anatufahamisha Bwana Mtume sallam? Hata kama utakuwa huna nguvu ya kimwili, hata kama utakuwa huna watu wa kusimama na wewe, kama utakuwa umesimama na Allah tabaraka wa taala, Mtume anakwambia wewe una rukunun shadidun, una nasirun madhubuti, una mtetezi wa kukutetea. Hata kama utakuwa peke yako, Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na wewe. Wala usirudi nyuma kama umesimama katika haki eti tu kwa sababu mboni jamii yote imeniacha mkono. Wacha ikuache mkono jamii yote. Allah tabaraka wa taala nasiruka, Allah tabaraka wa taala hafidhuka, Allah tabaraka wa taala muinuka. Atasimama na wewe Allah, na utashinda hata kama utakuwa jeshi la mtu mmoja. Tumefahamiana? Haya ndiyo maneno anayotuelekeza mtume wetu kupitia aya hii ambayo Nabii Allahi Luti anasema natamani ningelikuwa na nguvu. Tayib, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaendelea kutusomesha maneno yake matukufu. Anasema qalu, wakasema jamaa zake Luti. Qalu, wakasema wale malaika, ya Lut, ewe Luti, inna rusulu rabbika, kama hujatufahamu sisi ni wajumbe wa Mola wako. Inna rusulu rabbika, sisi ni wajumbe wa Mola wako. Lan yasilu ilaika,
hawa hawatakufikia wewe kukufanyia madhara, wala sisi kukufanyia sisi kutufanyia madhara, wala usizungumze nao kwa madirishani. Fungua mlango. Anawambia fungua mlango, wa malaika wanamwambia fungua mlango. Ya Lut, inna rusulu rabbika, sisi ni wajumbe wa Mola wako. Lan yasilu ilaika, hawakufiki, hawakukudhuru. Ay qalatil malaikatu liluti, inna rusulu rabbika, sisi ni wajumbe wa Mola wako. Ursilna, tumepelekwa sisi, liihlakihim, kwa ajili ya kuwashughulikia hao na kuwaangamiza. Wa innahum, na hakika yao, lan yasilu ilaika bidhararin, hawawezi kukufikia wewe kwa madhara yoyote, wala makruhin, wala hawawezi kukufika kwa makruhi yoyote. Usiwe na wasiwasi Wanamwambia usiwe na wasiwasi Luti. Fa asri bi ahlika, tunachokutoka utoke katika wakati wa usiku pamoja na familia yako. Ahlika kwa maana ya wale walioamini, ndio ahlu Luti Na wakati mwingine wanawazuoni wanasema, tukisema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ili neno alihi, wanawazuoni wengine wanasema alu Muhammad almu'minuna bihi, ni wale waliomuamini Nabii Muhammad, au ndio ali Muhammad. Tumefahamiana? Sio ali kwa maana ya ndugu zake Waislamu, wale walioamini katika familia yake, ndiyo tafsiri nyingine ya ali baiti Rasulillah au ali Muhammad. Sawa. Wanawazuoni wengine wanasema alu Rasulillahi, kwa maana ya waumini wote ni alu Rasulillah, ni jamaa zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa Allah anasema malaika wanamzungumza Luti, fa asri bi ahlika, toka wakati wa usiku pamoja na familia yako. Na hata zamani wazazi wetu, ikiwa mtu anaumwa wanataka kumsafirisha, hawakuwa wakitoka naye mchana walikuwa wanatoka naye usiku, wanafunga chera, wanambeba kumpeleka sehemu ya tiba kwingine. Hawakuwa wakimbeba wakati wa mchana. Hivyo hivyo Firauni alipoangamizwa, Musa na watu wake walitoka wakati huo wakati una siri kubwa. Fa asri bi ahlika biqit'in min al-layli, tembea wakati wa usiku. Hili neno asra au asri tayari lishafahamisha usiku, lakini biqit'in min al-layli, yani limekuja tu kupambanua na kubainisha katika kipande cha usiku. Na ndiyo maana hata safari ya Bwana Mtume ya Isra na Miiraji imekuja aya inatuambia subhanalladhi asra bi'abdihi, alafu ndo akaja akasema lailan. Tamyizi tumefahamiana? Tayib. Fa asri bi ahlika biqit'in min al-layli, kwa maana ukhruju bihim, toka na watu wako, bitwaifatin min al-layli, na sehemu ya usiku. Qala Tabari, Imamu Tabari anasema ay ukhruju, toka, min baini adhuhurihim, kati yao, anta wa ahluka, wewe na wafuasi wako, bibaqiyatin min al-layli, wakati usiku ukiwa bado umebakia. Haya maneno ya Imamu Tabari katika sherehe yake mjalladi wa 12 sahifa ya 89, wala yaltafiti minkum ahadun
katika nyinyi munaotoka Waislamu, huku nyuma kunataka kutokea kimbembe, huku nyuma kunataka kutokea kishindo, huku nyuma kunataka kutokea mambo siyo ya kawaida. Macho ya kibinadamu haiwezi kuyaona mambo hayo alafu macho hayo yakawa salama au huyo mtu akawa bado mzima. Na kwa maana hiyo basi, wala yaltafiti minkum ahadun, mukisha kutoka katika mji nyinyi tena nyuma musiangalie. Hata kama mtasikia kishindo, nyuma musiangalie katika nyinyi. Illa mraataka, isipokuwa katika msafara huo mkeo hatokuwemo. Innahu musibuha, kwani hiyo adhabu itamfika mama huyo. Ma asabahum, ile adhabu itakayowafika wale wakorofi waliokujibu mambo machafu. Inna maw'idahum, ahadi ya kuangamizwa watu hao, asubhu, ni wakati wa asubuhi. Kama kwamba Nabii Allahi Luti alipoambiwa wakati wa kuangamizwa kwao ni wakati wa asubuhi, yeye Luti namna alivyokuwa kashakerwa, ile asubuhi aliona iko mbali. Ndio malaika wakarudi wakamwambia, alaisa subhu biqarib, kwani asubuhi si muda mchache tu, kutoka sasa asubuhi itafika. Lakini Lutu yeye alitaka pale pale kishuke kimondo, alishawachoka. Sawa Imekuja katika suratu Al-Ankabuti, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa Lutan, mkumbuke Luti na yaliyomfika kwa jamaa zake. Idh qala liqaumihi, Luti aliwahi kuambia watu wake, innakum, hakika yenu, lataatuna alfahishata, nyinyi mnafanya mambo machafu, ma sabakakum biha min ahadin min alalamin, toka Mungu aumbe ulimwengu, hili mnalolifanya nyinyi hajapatapo kiumbe yoyote kulifanya. Sio tu binadamu, hata wanyama hawapandani waume kwa waume, wala hawapandani wake kwa wake. Labda vile vijogoo vikwikwi vinavyojifunza navyo kupanda vinamfukuza hata kijogoo mwenzie, lakini wale sio wazima, ni sawa sawa na walaunga. Vijogoo vile zamani vilikuwa haviachwi katika jumuiya ya wafugaji wa kuku, vilikuwa vinachinjwa kwa sababu vinaharibu mbegu ya kuku, wanaharibika, vinakuwa vikuku viduchu viduchu. Yafahamu? Lakini mwanamume kwa mwanamume hawapandani, mwanamke kwa mwanamke hawapandani. Ikifika dunia wanawake kwa wanawake kupandana, wanaume kwa wanaume kupandana, jitahidi sana kukimbilia katika toa. Hapo adhabu ya Mwenyezi Mungu haiko mbali tena. Kwa hivyo anasema, walutan idh qala liqaumihi innakum lataatuna alfahishata, nyinyi munafanya mambo machafu, ma sabakakum biha min ahadin min alalamin, katika walimwengu wote hamjapatapo kutanguliwa na taifa lolote. Ainnakum lataatuna rijala, hivi nyinyi kweli katika kukidhi shahawa zenu na matamanio yenu mnawaingilia wanaume wenzenu? Mmefikiri mara ngapi? Istifhamul inkari, mnayo akili nyinyi? Mmewaza mara ngapi? Ataatuna rijala wataqta'una sabila, suala la ujambazi limeanza kwao. Wataqta'una sabila, munakaa majiani mukawanyang'anya watu mali zao, na ikiwezekana mukawaua kabisa.
wataatuna fi nadikumul munkara, na katika majumba yenu mnafanya mambo machafu huko. Msusumia unachezwa ndani ya majumba yaliyojengwa kwa ajili ya maasi. Sasa hivi hakuna hizo wataatuna fi nadikumul munkara, uzioni weye, zimebadilishwa jina tu. Ushafahamu, jina lenyewe haliwezi kusemeka, lakini hizo nyumba zipo, zimetuzunguka kila sehemu. Ndani ya majumba hayo uchafu unaofanyika hautofautiani na uchafu walioangamizwa watu wa Lutu, lakini kusema tunaogopa. Ushafahamu, lakini hizo nyumba zipo, zimetuzunguka. Ushafahamu tunapeleka soda huko, kuna mahoteli makubwa makubwa huko. Ushafahamu bwana, watu wanakuja kutoka sehemu mbalimbali huko kuja kufanya uchafu. Wataatuna almunkara, mnafanya mambo machafu. Fi nadikum, katika majumba yenu. Almunkar, mnafanya yasiyofaa, na hilo halipingiki tena. Kama unajaribu kulipinga, lipinge kama kipofu, lakini hilo halipingiki tena. Machafu hayo hayapingiki tena, mabaya hayo hayakanushiki tena, hayo yako wazi. Maneno haya anayasema Lutu, wataqta'una sabila, mmekuwa majambazi. Wataatuna fi nadikumul munkara, na mnatekeleza katika majumba yenu huko, mnafanya mambo machafu kabisa. Anawaambia jamaa zake Lutu, mboni munafanya matendo kama haya? Fama kana jawaba qaumihi, jawabu la watu wake halikuwa jingine, illa anqalu, isipokuwa walimwambia Lutu, usitusumbue, itina biadhabillah, kama kweli wewe ni mtume wa Allah na hili tunalolifanya Mungu analikataa, mwambie Mungu atuletee hiyo adhabu. In kunta binas sadiqin, kama wewe ni katika wa kweli, tuache tustarehe, tunangoja hiyo adhabu, mwambie Mungu wako atuletee. Haya ndiyo maneno ya mafedhuli. Sawa, maneno haya waliyasema watu wa Lutu, maneno haya wanayasema watu wa karne ya 21. Haya wanayasema. Tumefahamiana. Unaweza ukasema utamsikia nani anasema hayo? Tunasomeshana siku zote, lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Kama tunasema haya majumba hayafai, hawa watu wanatufundisha mabalaa, hawa watu wanafanya asiyo yataka Mungu, lakini kama yanajengwa, si lisanul hali hiyo? Hawajibu kwa maneno kwamba kama kuna adhabu lete, lakini wanajibu kwa matendo, kwa sababu wanajenga yale majumba na matendo wanayafanya. Kwa hivyo na wao wanasema hivyo hivyo, sisi usituingilie katika raha zetu, ikiwezekana mwambie Mungu wako atuletee hiyo adhabu, lakini sisi tuache na mambo yetu. Subhanallah, wanasema hivyo Basi aya zinaendelea. Mwenyezi Mungu anasema, wakati mukiondoka katika huu mji, wala yaltafiti minkum ahadun, asikengeuke yoyote kuangalia yatakayotokea nyuma katika mji ambao wanaondoka. Illa mraataka, ay la yanzur ahadun minkum waraahu, mmoja wenu asiangalie nyuma. Illa mraataka, isipokuwa mkeo. Sio ndio aangalie nyuma illa mraataka, katika wale wanaoondoka. Illa mraataka fa innaha, kwani yeye satuhulaku, ataangamizwa, kama halaku, kama walivyoangamizwa hao
Basi anasema Mwenyezi Mungu, mfasiri anatuambia Nuhu walikatazwa anil iltifati, wasiangalie nyuma, lialla tatafattara akbaduhum, ili wasije wakachanika ala qaryatihim, kwa sababu ya kukiona kijiji chao. Qala al-Qurtubi inna imra'ata Lutin lamma sami'at haddat al-adhabi, aliposikia yule bubu kama mibomu katika mji wao, iltafatat, yeye aligeuka. Si unajua watu wa kudharau dharau, ndio kiwe nini, kageuka. Iltafatati, aligeuka mama. Wakalati, akapiga kelele. Wa kaumahu, watu wangu maskini. Faadrakahu hajarun fakatalaha, likamuahijiwe likamuua pale pale, kwa sababu haikuwa rahisi kumwambia sisi tunatoka, lakini wewe baki nyuma, Lakini Mwenyezi Mungu alimsalitisha, maadamu ni katika watu wale na yeye ni katika watu wa kuangamizwa. Mungu alimsalitisha. Alipoyasikia makombora ya Irani yanapiga katika Israeli, subhanallah, kugeuka pale pale, na yeye likaja likampiga jiwe lililokuwa lake, kwa sababu yeye na wale wafuasi wake lao moja. Sawa? Kwa hivyo kama utashiriki tendo la kaumi Luti, hata kama utakuwa Zanzibar, hata kama utakuwa Marekani, elewa adhabu iliyowapata watu wa Luti, na wewe utakuwa miongoni mwao. Na wanasema wanawazuoni, hata kama utazikwa hapo makaburi ya Mwanakwerekwe, lakini kwa kuwa ulikuwa mtu wa matendo hayo, Mungu anakuhamisha, anakupeleka katika ule mji walioangamizwa watu wa Luti, kwa sababu toka siku walioangamizwa katika mji huo wanapiga ngema, wanakwenda ardhini huko, na bado hawajafika mwisho, wanapiga ngema. Hilo ndiyo jambo linalopiganiwa duniani, eti watu wawe na uhuru wa kufanya hivyo. Tunafahamiana. Wala yaltafit minkum ahadun illa mraataka, isipokuwa mkeo, huyu atabakia. Sawa? Innahu, hakika ya hiyo adhabu, musibuha, itamfika na yeye, ma asabahum, kwa namna ile ile itakavyowafika hao watu wako. Innahu yusibu mraataka minal adhabi ma asaba qaumaka, kama vile inavyowasibu watu wako. Inna maw'idahum, hakika ya ahadi ya muda wao wa kuadhibiwa, asubuhu, ni wakati wa alfajiri, au maw'idu ay maw'idu adhabihim wa hilakihim, asubuhu, ni wakati wa alfajiri. Ndipo tumesema Lutu alayhi salam akaona huu muda mboni mbali, ndio akaambiwa alaysa subhu biqaribin, kwani asubuhi si muda wake si mrefu tena. Istifhami hii ala tariqati taqriri, ya kuthibitisha kwamba asubuhi haiko mbali. Madam tushaingia usiku sasa hivi, asubuhi haiko mbali tena. Ingekuwa tungali mchana, ushafahamu, lakini madam tushaingia usiku, ishaanza kupungua masaa ya usiku. Kwa hivyo alaysa subhu biqaribin, bila shaka asubuhi iko karibu. Sawa?